twake twiri na tuo kamwe getagwo Gerisomu na ni undu oigire atiri ndurite bururi utari witu ndi mugeni kuo nako karia kangi getagwo Eliezeri ni undu oigire atiri Ngai wa awa niwe wari mundeithia na niwe wahonokirie ndikoragithio na ruhiu rwa Firauni nake Jethro ucio muthoni wa Musa agithie he Musa mena tuhetu twake ona mutumia wake akimukora oko weru-ini kuria andu mambite hema ciao kirima-ini kia Ngai nake akira Musa atiri nie Jethro muthoni guo na ni guka ndoka kuri we twina mutumia waku na tuhe twake tweri nake Musa akiumagara agithie gutunga muthoniwe agikimoinamirira ona akimumunya nao eri o mundu akihoya uria ungi uhoro wake magicoka magitonya hema na ninge Musa agikihe muthoniwe uhoro wa maundu maria mothe Jehova ekete Firauni ona andu a Misiri ni undu wa andu a Isiraeli ona akimuhe uhoro wa maundu mothe na mathina maria moneire njira-ini magithie ona uria Jehova amahonokirie kurimo nake Jethro agikena muno ni undu wa maundu macio mothe mega Jehova ekete ni undu wa andu a Isiraeli akimahonokia akimaruta moko-ini ma andu a Misiri nake Jethro akiuga atiri Jehova ucio wamuhonokirie inyue akimuruta moko-ini ma andu a Misiri ona akimuruta guoko-ini kwa Firauni arogathwo o ucio wahonokirie andu akimaruta moko-ini ma andu a Misiri riu tithero ndikumenyaga ati Jehova niwe munene gukira ngai ciothe ona muno ni undu wa uria amakiri hinya ni undu wa uria amakiriririe hinya menenehetie mwisho 12 nake Jethro muthoniwe wa Musa akirehe kindu gia kurutira ngai ihaki ria njino ona indo cia magongona mangi nake Haroni ona athuri aria angi othe na ciana cia Isiraeli magithie kurianira irio na muthoniwe ucio wa Musa membere ya Ngai na hilo ndilo neno. Amen. Bwana asifiwe. Na ndio tulikuwa tunapelekana vizuri. Asante sana mchungaji, umetusomea vizuri. Bwana akubariki. Bwana asifiwe. Amen. Si tumepelekana vizuri. Si tulikuwa tu tunasoma kama huko unasikia Kikuyu, pengine umesoma na lugha ile ambayo unaelewa. Siko sawa sawa. Sababu ya muda sitasema tusomee na Kiswahili vile iko. Ile neno Bwana aliponipea wakati nilikuwa na tafakari nitakuja kunena namna gani siku ya leo, na nikakumbuka Bwana akanikumbusha kuhusu safari ya Musa na wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Na leo nataka tujifunze hapa mambo. Biblia imesema kwamba huyu semeji wa Musa, mthoniwe wa Musa, ilifika wakati mmoja akawa sasa wakati umefika, Musa amepigana na vita na amemaliza katika pale. Ikafika wakati sasa Musa apelekewe jamii yake, bibi yake na watoto wa vijana wawili wa Musa walikuwa wanaishi na Jethro. Na Jethro alikuwa ni kuhani wa Midiani. Bwana asifiwe. Lakini ile mission Musa alikuwa naye hangeweza kuwa na bibi mahali pale, sababu kuna wakati mwingine haingewezekana yeye kuwa mahali pale katika vita na watoto wake, si ni kweli? Kwa hivyo Sipola bibi ya Musa alikuwa anaishi na baba yake. Eti huo. Ikafika wakati sasa ni wa kumrudisha katika kama kuwarudisha wawe na Musa. Sasa wakati huu ndio maandiko yamesema ya kwamba akarudi na vijana wa Musa ambao walikuwa vijana wawili, na kijana mmoja wa Musa alikuwa anaitwa nani? Gershomu.
Sababu Musa alisema ya kwamba hii jina ni kwa sababu imefanyika sababu walikuwa katika nchi ya ugeni. Todo ali ndio wa ugenini. Bwana asifiwe. Kijana mwingine naye alikuwa anaitwa Eliezeri. Sababu ya kusema ya kwamba Mungu amenipigania katika maadui kule na katika upanga wa Firauni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kuita watoto majina kama vile mtu mwingine alivyonena, ni vizuri kujua unamuita kwa nini. Musa aliwaita sababu ya wakati ule. Bwana asifiwe. Ilikuwa safari. Na nikiwa mahala hapa nilikuwa nakumbuka tuko mwezi wa 11. Kwa hivyo ni mwisho, karibu mwisho wa mwaka. Watu wa mahesabu wale huwa pengine wanafanyaga mahesabu, wale wako na makampuni yao wanafanyaga mwezi wa 11. Disemba mahesabu wanakuwa wamemaliza. Serikali naye inafanya mwezi wa 6. Na wako hapo bado hiyo watibenya kwa sababu makabali tidike. Bwana asifiwe. Lakini makampuni ni mwezi wa 11. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni safari. Kuanzia Januari ni safari. Na nilikuwa napiga mahesabu hata kanisa letu tuko na anniversary February, Januari hivi na ingia mwaka huu mwingine ya miezi 10. Mwaka miaka 10, 10 years. Ni kusema ni safari. Bwana asifiwe. Katika mwaka huu bado ni safari. Safari tu. Hata wokovu bado ni siku watu wameokoka pia wameanza safari. Ni safari. Ni kama hii sasa ilikuwa na Musa. Na wakati wote walikuwa katika safari, safari inakuanga na vita mingi sana. Safari ni nini? Bwana asifiwe. Safari huwa na vita. Sababu safari hauwezi ukaenda ukiwa comfortable, sababu uko kwa safari. Ndio ndiye wewe mtu uko comfortable, sababu uko kwa. Hata kuna wengine wanasemaga mimi siwezi nikasinzia katika safari, nini kama katika safari hii. Kali ndio tuleke kwa. Bwana asifiwe. Kuna wakati tunaenda safari, sababu tunaenda kuhubiri mpaka wakati mwingine tuko Meru, tuko nje, tuko Utaragon, tuko wapi. Na tukiwa pengine sheria ametubeba ama Harun, mimi nikisinzia Harun anakuwa kama macho sababu ako safarini. Bwana asifiwe. Sasa safari inakuwa na vita. Na mwako uone ni isani. Ukaigwa mundu akiwa ni magoro makwa ni mara ihutanie. Ugo ni kija mwisho kwa ngombe magu. Sababu safari haikuwangi na starehe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Musa akiwa mahali pale hakuwa na hiyo starehe. Ilikuwa sasa hata watoto akiwaita majina, anawaita kwa sababu ya yale mambo anapitia. Bwana asifiwe. Ndio ndo mambo wale agele. Na hiyo majina sasa wakati aliletwa kisoma hapo utaona verse 2, wakati alimletea bibi yake na vijana, Musa akatoka nje. Na wakati alitoka nje akawaona, maandiko yanasema kwamba akihimbilia mgoniwe akambusu. Bwana asifiwe. Amen. Na wakaingia wote katika nyumba, wakaanza kuongea, kusemezana. Huyu Jethro akaanza kumwambia, wakati ulinipatia huyu bibi na watoto vijana pengine wamenisumbua sana. Unajua sasa wakati hii na hii na hii. Naye nasikia stories zako vile ziko, nasikia fumile Mungu ametutendea mahali pale katika safari. Haya, naye pia Musa naye akaanza Mungu ametushindania, Mungu amefanya, ametenda, amekuwa nasi. Kuna mahali tulienda karibu tuzame, kuna mahali tulienda tukapata mto Yordani, akaza hizo stories zote vile Mungu amewashindania. Na wakati Jethro alisikia hiyo hadithi yote ya vile Mungu ametenda, akasema namshukuru Mungu kwa safari hiyo yote. Ndio shagai ndio waondoke. Bwana asifiwe. Amen. Kama kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kusema siku ya leo, ni tuwe na jambo ya kuambia Mungu tuko na shukrani.
Bwana asifiwe. Wacha tu kuona yale mambo ambayo yameharibika. Wacha kuona vile watoto walifukuzwa shule, hapana. Ona kile Mungu ametenda katika miezi 10 na sasa mwezi wa 11 na kufunga mwaka katika mahesabu yako ile unafanya. Bwana asifiwe. Hata kama kuna mahali ulihesabu kuwa hasara, hiyo hasara asha kuhesabu tena. Bwana asifiwe. Musa hakusema vile mahangaiko, aliwaelezea na akawaambia, lakini hiyo yote tumepitia tukapitia. Jethro alisema nashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa kule Bwana amekutoa. Kwa vile Mungu amekushindania. Nilikuwa nasoma Biblia ya Kikuyu, ilikuwa inasema kwamba amemtoa katika mkono wa Firauni na adu alia eti. Mwadhani roho shuo. Amen. Wale wangemhaibisha. Bwana asifiwe. Amen. Halafu verse 11 akasema ya kwamba sasa nimejua ya kwamba nidamenya ulumwe, nimejua hakuna miungu mingine, Bwana asifiwe, ambao inaweza Mungu ikihota gai mutula muo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa hiyo yote, kwa hiyo safari yote, hata kama walikuwa kwa hiyo vita, kuna kushukuru Mungu. Bwana asifiwe. Na hakuwashia hapo. Wakati alishukuru Mungu, na ujue alikuwa kuhani, alitaka kutoa dhabihu. Bwana asifiwe. Na hiyo tulikuwa na tulikuwa tunabebesana tukiongea hiyo watu wengine kwa ni tulikuwa tunaulizana tu mambo moja mbili. Haya, ujue ya kwamba alikuwa kuhani. Bwana asifiwe. Na pia Haruni alikuwa ni kuhani. Na kwa ajili yeye ndiye alikuwa anataka kutoa dhabihu, ikabidi sasa Haruni ai. Bwana asifiwe. Amen. Ndipo sasa unaona hata mtumishi wa Mungu anapotaka kutoa dhabihu anaita askofu. Si ni kweli? Tunakiwa ni mtuga kidi ndenda kuitwa igokoro ile. Debi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio mimi ni mtuga kidi. Hata mimi ni mchungaji, lakini nikitaka dhabihu nione kuhani. Bwana asifiwe. Sababu sasa ni kutoa dhabihu. Hata wewe unasema mimi si nimeokoka, na maandiko inasema kwamba mzee wa boma ndiye kuhani wa hili boma. Nataka sasa nitoe dhabihu yangu mimi mwenyewe. Na uende useme mimi nataka sasa hii dhabihu. Dhabihu mimi mwenyewe. Hapana. Bwana asifiwe. Anaipeleka kwa kuhani. Akaipelekea kwa akaita Haruni akaingia na wazee. Wazee ni wa muhimu sana. Bwana asifiwe. Amen. Wazee wa kanisa ni wa muhimu sana. Bwana asifiwe. Ni wa muhimu. Haleluya. Amen. Kama hujawahi jua hiyo, kutoka leo ujue wazee wa kanisa ni wa muhimu sana. Bwana asifiwe. Amen. Akakuja na wazee. Maandiko yanasema kwamba hiyo verse 12 wakakula pamoja mkate wakiwa mbele zake Mwenyezi Mungu. Biblia Hagai. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema na mwanangu, katika safari hii tumekuja, katika hii safari yote imekuja, uwe na jambo la kushukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Usione tu yale mambo ambayo yanakulemea katika vita. Haleluya. Amen. Usione vile Musa hakuangalia vile walifanya separation na bibi yake, na si kupenda kwake, ni kwa sababu ya hali vile ilikuwa. Hakulalamika sababu watoto wengine pale katika jangwa wamemuingilia, wamesema hii kwa nini wewe Musa ulitutoa mahali tulikuwa tunakula vizuri sana. Hata kuna wakati waliambia Musa, wewe sijui namna gani tumekula tu, hata wakaambia Mungu tumekula chakula moja, hata nyama hatujapata. Bwana asifiwe. Amen. Sikukumbuka hiyo story yote. Walikuwa wanaenda mahali pengine wananung'unika katika jangwa. Kwa maji hapa kanagenda mno. Bwana asifiwe. Amen.
lakini hawakuona. Jethro wakati alipohadithiwa hadithi yote, na ujue Musa alimwambia mambo mazuri yale imetendeka na yale mabaya haleluya. Najua sasa ilikuwa watu wengine wakisema hata huyo Mungu sikuona ikiwa haja tutolee dhabihu hii. Kama Musa ameniambia kuna watu ati dunia ilikatika mara mbili na ikameza watu wengine, kwa hivyo Mungu kuja mkiwa wote, na ni Mungu alikuwa amemtoa mahali pale, hakuna haja ya kutoa dhabihu. Bwana asifiwe. Lakini Jethro alisimama akasema namshukuru Mungu kwa hiyo yote imefanyika. Bwana asifiwe. Tuwe watu ambao watasimama waseme namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa hiyo yote yamefanyika. Bwana asifiwe. Nilikuwa nashukuru Mungu wakati mwingine nasema kwamba nimekuwa chairman wa hili kanisa. Miaka na imeenda miaka mingi. Ni miaka kama ngapi sasa? Hata siwezi kuhesabu. Huwezi kuhesabia Mungu wakati ule umefanya kazi. Naye akihesabu kazi ile amefanya juu yako, inaweza kuwa namna gani? Bwana asifiwe. Ndio kuna watu wanahesabia Mungu sana. Anaambia Mungu, mimi unajua mimi naendanga kila wakati ushirika huu ulipo, mimi sikosaki na kuanga kila wakati. Na Mungu naye akianza kuhesabu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Usimwekee kiwango. Bwana asifiwe. Usiseme nimetoa sana. Mimi Mungu nimeanza wakati nilianza kutoa ilikuwa kitabu na nimetoa. Bwana asifiwe. Na Mungu akihesabu ile na kupeanga ni ngapi? Bwana asifiwe. Utamwambia namna gani? Haleluya. Sisemi hivyo ati nikae mwaka mwingine, lakini mwaka huu ndiye tunaingia anniversary. Lakini usilalamike kwa chochote kile. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi silalamikaji hata nikitetezwa. Mungu unajua mimi nakutana na watu wote. Kuna mtu ananiambia, "Shaman, wewe ujue kulifanyika hivi na hivi na hivi. Na si kuona kama ulikuwa na hiyo jukumu. Hukuwa na hiyo wewe." Bwana asifiwe. Inabidi nitulie niseme kweli. Na kweli na najiita mkutano nasema na ni kweli ni mimi nilikosea. Bwana asifiwe. Na hata kama nilikosa bila kujua. Na hata wewe ni hapo kweli sikufanya vizuri. Naomba ukiwezekana nisamehe. Bwana asifiwe. Na safari tunaendelea ili tuweze kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Ili tuweze kuendelea tuwe na jambo tu moja la kumshukuru Mungu. Unajua wakati huu wa mwisho hata maandiko yanasema kwamba watu watakosa shukrani. Bwana asifiwe. Watu watakosa shukrani. Wakose shukrani kwa Mungu na pia wakose shukrani hata kwa watu. Bwana asifiwe. Waweza pea mtu kitu mpe. Wakati utakosa, Bwana asifiwe. Ndio ukiaga muthenya ucio unalangirika nondo wekire. Na ndokana igwe thero ndo wonu ucio. Tondu kwa thitwa atia. Bwana asifiwe. Haleluya. Akikosa tu siku moja, ni shida. Shida hiyo ni kubwa sana. Lakini jitake kama mkutano. Bwana asifiwe. Hata kama umetolea Mungu milioni moja. Na uhai ikilinganishwa na milioni ni kitu. Bwana asifiwe. Uhai yako sema imelinganishwa na milioni moja ni kitu kweli? Hata kama umeenda safari ya miguu. Bwana asifiwe. Ukihesabia Mungu na yeye hesabu hiyo miguu ndiye aliweka, utamwambia namna gani? Bwana asifiwe. Jethro wakati alihadithiwa hadithi yote vile Mungu ametenda na vile mambo yote yalitendeka kule katika jangwa, alishukuru Mungu. Na ujue ukisema hapo chini nimalizie. Nilikwambia ule ametoa dhabihu alikuwa ni Haruni. Na siku hii nyingine ili sasa aelekee hakukaa huko sana. Wakati akaona watu wamekaa katika wamesunguka Musa,
alikuwa anakata sheria. Hapo hatukusoma hapo chini. Atudhanagia mashida kutoka asubuhi mpaka jioni. Akiwa pale, Musa hakuwa anavuka kokiti. Alikuwa watu wanamwambia shida zao. Mimi niko na shida hii. Mimi tulikosana na ule. Mimi tulifanya hii. Kwa siku nzima kwa kesi. Jethro akaambia Musa, sasa hiyo kazi ni nyingi sana unafanya Musa. Nataka ufanye kazi rahisi kidogo. Fanya watu viongozi wale ambao wako na hekima. Aliambia Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiona sasa umepewa shema na wazee, ukiona umepewa kuongoza wazee, tumeona wewe mtu ambaye ako na hekima. Si ni kweli? Na uko na roho ya Musa. Bwana asifiwe. Akaambiwa sasa zile kesi ndogo hadi watakuwa wakikusaidia kuitatua. Na kutoka hapo kazi ya Musa ikawa la Bwana asifiwe. Kazi ikawa. Kwa hivyo popote Mungu amekupanda, jaribu kurahisisha kazi. Ndio kuhubia. Bwana asifiwe. Jaribu. Fanya kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe. Kama ni wewe interpreter. Bwana asifiwe. Jaribu kurahisisha. Haleluya. Sio vyema mtu anakuja hapa anatoa ushuhuda dakika 5 na Kikuyu bado interpreter amekaa. Na baada ya kurahisisha. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mwimbaji, jaribu kurahisisha. Sio vizuri mmoja anaiba unakubali kinyahume aende saa yote unatokea. Dagoishi dashitoma. Sasa kusema kweli. Na mwingine alikuwa Bwana asifiwe. Jaribu kurahisisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Jaribu kurahisisha kazi. Na kazi itakuwa. Bwana asifiwe. Sio vyema. Ati ule pale watoto wanafanya makosa wasema horosho no walimu wa Sunday school. Horosho no walimu wale wa mati hilo liko. Sio vizuri. Jaribu kurahisisha kazi ili tuweze kuendelea. Si Mungu awabariki sana. Na mtende wema. Amen. Nimfikisha.